kule kuziweka sheria za wanadamu mahali pa sheria ya Mungu, kule kuitukuza Jumapili kwa amri za kibinadamu tu badala ya Sabato ile ya Biblia, ndiyo tendo la mwisho katika mfululizo wa matukio haya. Nipende kuwakaribisha tena wapenzi watazamaji na usikilizaji kwenye channel hii ya Bible Truth Prophet Minister, na leo ni siku nyingine tena tuliopewa na Mungu wa mbinguni tuweze kujifunza. Unajua, kadri siku zinavyosonga ndivyo ambavyo tutazidi kukaribia mwisho, na kama hatufanyi matengenezo katika maisha yetu wapendwa, tunaweza kufikia mwisho tukiwa hatujajiandaa. Sheria Jumapili iko mbele yetu, na hili jambo lazima watu wa Mungu tuliweke kichwani ya kwamba sheria Jumapili iko mbele yetu. Na kuna baadhi ya watu wanasema kwamba kwa kuwa Papa Francis amekufa, basi hakuna tena movement ya Sunday Law, hakuna tena movement ya Laudato Si. Ni maswali ambayo watu wanajiuliza ya kwamba sasa kama amekufa Papa, tuna haja gani tena ya kuhubiri kuhusu habari ya sheria Jumapili? Kuna haja gani tena kuhubiri kuhusu habari ya Laudato Si? Kuna haja gani? Ndiyo maswali mengi ya watu wanaojiuliza. Na leo tutapata majibu. Na kabla tuanze somo hili, tusome kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Mama Ellen White, nabii wa Mungu, ukurasa wa 560, na Ellen White anasema kama ifuatavyo: kadiri shetani anavyozidi kutawala, tutapaswa kuidhibiti nafsi yetu, yani kuzishinda dhambi zile zinazotuzinga. Tutapaswa kuzishinda dhambi ambazo zinatuzinga. Unajua, shetani anafahamu ya kwamba muda wake upo karibu kuisha, na ndiyo maana leo anawazinga watu wa Mungu wasiweze kujiandaa. Hivyo kadri tunavyokaribia mwisho, ndivyo ambavyo pia naye anazidisha majaribu ili watu wa Mungu wasifai kuandaliwa wakati wa hukumu ya upelelezi. Anasema kwamba kadiri uhai wetu utakavyoendelea, hapatakuwa na mahali popote pa kusimama. Yaani hapatakuwa na kiwango chochote tutakachoweza kufikia na kusema nimekwisha kufika kabisa. Utakaso ni matokeo ya utii unaoendelea katika maisha yote ya mtu. Hivyo tunapoendelea kwenye wakati huo hukumu ya upelelezi, na tunafahamu ya kwamba hukumu hii ilianza kwa wafu. Ule mwaka 1844 Kristo alianza hukumu hii kwa wafu, na hatujui ni mapema kiasi gani itaingia kwa walio hai. Na dalili ya kwamba tunakaribia kuingia kwenye hukumu ya upelelezi ya walio hai ni dalili ya sheria Jumapili, ambayo tumekuwa tukihubiri kila wakati ya kwamba, wapenzi watazamaji, sheria Jumapili iko mbele yetu. Ni mambo ambayo hatuwezi kuacha kuyazungumza, ni mambo ambayo hatuwezi kuacha kuyasema, kwa sababu yanagusa umilele wa watu, yanagusa mauti ya milele kwa watu. Hivyo kama wajumbe wa Mungu hatutakoma kuyagusa mambo ambayo yanafunua ya kwamba Yesu yupo karibu kurejea. Na kabla tuanze somo hili wapendwa, tuweze kupata wasaa wa maombi, tujitayarishe, tumkabidhi Mungu somo hili, tumkabidhi Mungu nafsi zetu aweze kutuongoza. Karibu sana mpendwa, tunapojiweka mikononi na kuanza somo hili. Karibu sana. Basi tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako lihimidiwe sana. Tunakushukuru na kukuhimidi kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema katika maisha yetu. Umetufadhili, umetupatia chakula, umetupatia malazi, umetupatia Roho wako Mtakatifu. Baba, jina lako lihimidiwe sana. Lakini hata wale ambao walikuwa wanapambana na dhambi, Muumbaji umepatia uwezo wa kushinda dhambi. Tunakushukuru na kukuhimidi Muumbaji katika masaa haya. Hivyo tunapoanza vipindi vyetu hivi, najikabidhi mimi na mtazamaji, msikilizaji, lakini pia hata wote ambao watafikia na ujumbe huu Muumbaji, tuweze sote kuandaliwa kwa ajili ya mrejeo yako. Kila dakika inayopita Muumbaji ni ishara na dalili ya kwamba tunaukaribia mwisho, na kama watoto wako hatutoamka, tutafikiwa na mwisho tukiwa hatujajiandaa.
Sheria za Jumapili ziko mbele yetu, mipango ya ulimwengu kuleta dini moja iko mbele yetu. Tunahitaji uzoefu ambao Yehova wengi ni mgumu kupata. Hivyo tunapoanza somo hili, Baba mbinguni, Roho Mtakatifu atuongoze kwa Kristo Yesu. Amen. Asante. Na tunapoendelea somo letu hili, Manuscript Releases volume ya 8 ukurasa wa 346, Ellen White anazungumza hivi: tunakaribia mwisho wa historia ya dunia hii. Tunakaribia mwisho wa historia ya dunia hii. Na shetani anafanya kazi kuliko wakati mwingine wowote. Kadri tunavyokaribia mwisho wakati huu, shetani atafanya kazi. Umeelewana? Atafanya kazi kwa kuzidi kuliko wakati wote ule. Tunafahamu ya kwamba wakati ambapo Mungu alikuwa karibu kuadhibu wakazi wa kipindi cha gharika, shetani, kizazi cha wakati ule, kilikuwa kiovu kuliko maelezo. Lakini hata wakati wa Sodoma na Gomora, kizazi kile kilikuwa ni kiovu kuliko maelezo. Tunapata ishara nyingine tena na ushahidi mwingine ya kwamba kadri ulimwengu wetu huu unavyozidi kusonga mwisho, ndivyo ambavyo pia maovu inazidi kuongezeka. Hakutakuwa na sehemu tutakaposema kwamba kuna haweni. Hapana, kwa sababu shetani hajafa na anapambana ili kusudi aweze kuwatoa wengi jehanamu. Na nabii wa Mungu anasema kwamba na shetani anafanya kazi kuliko wakati mwingine wowote. Anajitahidi kutenda kama kiongozi wa ulimwengu wa Kikristo kwa nguvu ambayo ni ya ajabu. Anafanya kazi na maajabu yake ya uongo. Shetani alioneshwa kuwa anazunguka huku na huku kama simba au ngurumaye, akitafuta ambaye anaweza kumeza. Anatamani kukumbatia ulimwengu mzima katika muungano wake, akificha udhaifu wake chini ya vazi la Ukristo. Anachukua sifa za Ukristo na anadai kuwa Kristo mwenyewe. Ndicho anachokifanya shetani. Lengo lake ni kuwaswaga watu kwenye umoja wa dini ambao utawaletezea maangamizo yao wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu anachokitaka, anataka ajifiche kwenye vazi la Ukristo, na kwa sababu wengi wanadai ni wa Kristo, watapotea kwa sababu hawajataka kumfuata Kristo na maagizo yake. Wakati wa mwisho, dini ya Kristo inadharaulika mno. Dini ya Kristo watu wameifanya kuwa dini sio kwa nabii wangu, kwamba tu unaweza kuwa Mkristo hata kama tu unafanya mambo yako, hata kama unafanya dhambi bado unaweza kuwa Mkristo. Hiyo si dini ya Kristo. Somo la leo linasema kwamba Papa kufariki, nini kinafuata? Je, baada ya Papa kufariki nini tutegemee kufuata? Watu wengi wanasema kwamba kwa kuwa Papa amefariki hakuna tena sheria ya Jumapili. Kwa kuwa Papa amefariki, wale waliohubiri kuhusu habari ya sheria ya Jumapili kwa hapo karibu, basi wakanushe madai yao. Wapenzi watazamaji, ni kwamba kwa sababu shetani hajafa, movement ya upapa bado inaendelea. Kwa sababu tunapozungumza kuhusu habari ya upapa, hatutaji mtu mmoja, tunazungumza system. Kwa hiyo kama mipango ilikuwa ndani ya system, basi bado yote ambayo kwenye system yataendelea. Kumbuka aliyeko nyuma ya upapa ni nani? Ni shetani mwenyewe. Hivyo kulala mauti kwa huyu mpendwa, bado movement yao itaendelea. Bado movement yao itaendelea. Haya ndio maswali mengi ya watu. Je, wanasema kwamba unauliza kwamba je, huyu papa ndiye alikuwa mwisho? Tutajibu pia hilo swali. Swali la pili, je, ni mwisho wa Laudato Si? Tunafahamu Laudato Si ilikuwa ni movement, ilikuwa ni waraka wa papa ambao ulikuwa unahitaji watu washike Jumapili kwa ajili ya mazingira. Swali la tatu, je, hakuna sheria ya Jumapili baada ya papa kufa? Hayo ndio maswali ambayo leo tutatembea, na kwa neema ya Mungu aweze kutusaidia. Mungu aweze kutusaidia. Na tutaanza na kitabu cha Ufunuo sura ya 17. Twende pamoja. Ufunuo sura ya 17 ni kitabu ambacho kitatusogeza karibu na msalaba wa Mwokozi. Ufunuo 17 kinazungumza kuhusu habari ya kahaba. Ufunuo. Kupitia kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 17, idadi ya watu wengi wameuelewa vibaya huu nabii, na wengine walifanya mahesabu yao na kusema kwamba huyu papa ni wa 8.
kwa hiyo atakuwa ni papa wa mwisho. Je, ukweli wa Biblia uko vipi? Leo tukatazame pia maandishi ya Ulaya Smithi, sawa, aliyeandika kitabu cha Revelation pamoja na Daniel, ambaye aliishi wakati wa Ellen White. Na Ellen White alisema kwamba kitabu hiki yapaswa kisomwe. Sasa tuone, je, ni kweli ya kwamba Papa Francis alikuwa ni papa wa mwisho? Na kuondoka kwake, je, movement zote zitakoma? Tuone kila ambacho Biblia inakizungumza. Tusome kitabu cha Ufunuo 17. Akaja mmoja wale malaika 7 mwenye vile vitasa 7. Akanena nami akisema, njoo huku nitakuonesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Kumbe Yohana aoneshwa hukumu ya kahaba. Unaona, hawa malaika 7, tunaelewana, ni wale ambao wanakwenda kwa ajili ya kuiangamiza dunia kwa mapigo nini? Kwa mapigo 7. Kwa hiyo Yohana anaoneshwa hukumu ya huyu kahaba. Tunafahamu kwenye maandiko matakatifu unapozungumzia kuhusu habari ya mwanamke ni kanisa. Kumbe kahaba ni kanisa asi, sawa? Tumeshajifunza masomo mengi sana, kumbe kanisa asi inazungumzwa ni Roman Catholic. Na unapozungumza kuhusu habari ya huyu kahaba ameketi kwenye maji mengi, ukisoma Ufunuo 17 ule mstari wa 15, maandiko yanasema kwamba kisha kaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketio yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kumbe huyu mwanamke ameketi juu ya maji mengi. Ameketi juu ya maji mengi huyu mwanamke. Na maana ya maji mengi ni jamaa na makutano na lugha. Kwa hiyo ni system ya dini ambayo wengi wanaipenda na wengi wanaifuata. Mstari wa 2 nasema kwamba huyu kahaba anasema alikuwa ameketi juu ya nini? Alikuwa ameketi juu ya maji mengi. Anasema ambaye mataifa, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake. Mvinyo wa uasherati. Mvinyo ni mafundisho yaliyochanganywa. Kwa hiyo ulimwengu mzima umelevya. Wafalme wa nchi wamelewa kwa mvinyo wa ghadhabu yake. Anasema akanichukua katika roho hata jangwani. Yohana alichukuliwa katika roho mpaka jangwani. Anasema nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama. Kumbe huyu mwanamke ni yule Yohana anamuona akiwa ameketi juu ya mnyama mwekundu, juu ya mnyama mwekundu sana. Maana ya wekundu nini? Tunafahamu ni rangi ya damu. Huyu mwanamke alikuwa ameketi juu ya nini? Ya mnyama. Tunafahamu kitabu cha Daniel 7 unapozungumzia mnyama ni nini? Ni mfalme au falme. Daniel 7, 23, 24, 25 inazungumza hivyo. Kwa hiyo kumbe huu ni utawala, ni system ya kitawala ambayo juu yake kuna mwanamke. Bila shaka Roman Catholic, sawa, tunafahamu iko chini ya Rumi, sawa, na nyuma ya Rumi ni nani? Tunafahamu Shetani. Kumbe huu utawala uko chini ya serikali, ambayo serikali ya Rumi. Anazungumza wazi hivi baada ya kuchukuliwa, anasema alimuona huyu mnyama. Unaona, huyu mwanamke alikuwa ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Tumesema ni alikuwa amelewa kwa damu amelewa kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Anasema hivi Yohana, mwenye kujaa alikuwa amejaa majina makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Anasema na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na juu kito cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama makahaba na machukizo ya nchi. Kwa katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina la siri limeandikwa Babeli nini mkuu, mama wa nini, mama kahaba na machukizo ya nchi. Kumbe huyu mama tumesema ni kanisa, ana watoto wake kwa kuwa ni mama. Ni makanisa yote ambayo anafuata system ya nini? System ya Roman. Utakatifu wa Jumapili, umizimu, wote wanafuata. Unasema kwamba mtu akifa anaenda mbinguni. Unasema kwamba Jumapili ni siku ambayo Mungu alitakasa kwa ajili ya ibada, lakini hakuna ushahidi wa Biblia. Kwa hiyo wote ambao wanafuata system ya huyu mnyama, wote wanaitwa watoto wa nani? Watoto wa huyu mwanamke. Mstari wa 6 nasema kwamba nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastajabu ajabu kuu. Yohana anashangaa kumwona huyu mwanamke akiwa amelewa kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nilisema huyu mwanamke
aliyekuwa amempanda mnyama alikuwa ni mwekundu, lakini anasema alikuwa amevikwa kwa nguo ya rangi. Tunaweza kufahamu mavazi sawa ya viongozi wa kanisa Katoliki, kuna dhambarau, kuna nyekundu. Hiyo inasadiki unabii huu uko wazi ya kwamba ni system iliyoasi kwa kweli. Ni system ambayo iliyoua watu wa Mungu kwa kweli. Kuanzia mwaka wa 538 Wakristo takriban milioni 50 waliuawa. Ni hii system ambayo Mungu anasema kwamba ni kahaba kwa sababu mafundisho yake hayajengwa ndani ya Biblia. Ni mwanamke aliyeasi. Ulaya Smith, kitabu chake cha Daniel and Revelation, ukurasa wa 659, paragrafu ya pili, anaandika maneno yafuatayo. Rumi katika awamu 3 anasema mnyama ambaye malaika anamzungumza juu yake ni mnyama yule mwekundu sana, mnyama mwitu kama yule aliyeletwa hivyo, ni ishara ya mamlaka yenye uonevu na mnyanyaso. Na ingawa mamlaka ya Kirumi kama taifa ilikuwa na maisha marefu yasiyokatizwa, ilipitia hatua fulani ambazo ishara hii isingetumika kwao. Na wakati huo, kwa sababu hiyo, mnyama katika unabii kama huu wa sasa angeweza kusemwa hayupo au hakuwepo. Kwa hiyo Rumi katika hali yake ya kipagani ilikuwa ni mamlaka ya kutesa katika uhusiano wake na watu wa Mungu. Wakati huo ilitengeneza mnyama aliyekuwako, lakini miliki hiyo kwa jina iligeuzwa kuwa ya Kikristo. Kulikuwa na mpito kutoka upagani hadi awamu nyingine ya dini iliyoitwa kwa Ukristo wa uongo. Na katika kipindi kifupi, wakati mpito huu ulipokuwa ukiendelea, ulipoteza tabia yake ya ukatili na mateso. Na ndipo inaweza kusemwa juu ya mnyama kwamba hayupo. Muda uliopita na ikadhoofika na kuwa upapa, na ikachukua tena tabia yake umwagaji damu na uonevu, kisha ukafanyiza yule mnyama ambaye bado yuko, au katika siku za Yohana alipaswa kuwa yuko. Kumbe unapozungumza kitabu cha Ufunuo 17, unazungumza kuhusu habari ya Rumi na hatua zake, kuanzia Rumi ya kipagani, Rumi ya kidini, mpaka kuwa na kiongozi ambao ni upapa. Na ukiendelea kusoma kitabu cha Ufunuo 17 mstari ule wa 6, mstari wa 7 na kuendelea, Yohana anazungumza kama ifuatavyo: na yule malaika akaniambia, kwani kustajabu, nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae, mwenye vile vichwa 7 na pembe 10. Huyu mnyama alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Vichwa maana yake ni wafalme, pembe 10 pia ni wafalme. Sasa vichwa 7 ni nini? Tutasoma pia Ulaya Smith kazungumza nini kuhusu habari ya vichwa pamoja na nini, pamoja na hizo pembe. Bila shaka zile pembe tunafahamu ni mataifa 10 ambayo mnyama alikuwa anakalia wakati alipokuwa anaanza kutawala. Ni nchi zile 10 za Ulaya, ambapo 3 zilidondoka, ambao ni Vendoli, Hellwyn na Ostrogoth. Na anazungumza wazi, nasema kwamba mstari ule wa 8, yule mnyama uliyemwona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakao juu ya nchi, wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwako misingi ulimwengu, watastaajabu wamwonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako, naye hayuko, naye atakuwako. Mstari wa 9 anasema kwamba hapo ndipo penye akili zenye hekima, vile vichwa 7 ni milima 7 anaokalia yule mwanamke huyo, navyo ni wafalme 7 watano. Hapa ndipo penye pointi nzuri ambapo watu walikuwa wanazungumza kwamba huyu papa ni papa wangapi? Papa wa mwisho, maana ni papa wa 8. Je, kuna ukweli wote ule? Ufunuo 17 mstari wa 10 nasema kwamba navyo ni wafalme 7, watano wamekwisha kuanguka na mmoja yupo na mwingine hajaja bado, naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Alikuwa anasema kwamba huyu aliyepo sasa, Papa Francis aliyekufa, alikuwa anasema kwamba ndo huyu wa 8, ambapo mstari wa 11, na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7,
naye aenda kwenye uharibifu. Mstari wa 12, na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini watapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Je, huyo mnyama wa nane anazungumzwa, je ni upapa au je ni Francis aliyelala? Ulaya Smith anazungumza wazi kwenye kitabu cha Daniel and Liberation, anazungumza wazi ule ukurasa wa 659, anasema kwamba vichwa saba vinafafanuliwa kuwa kwanza milima 7 na kisha ufalme 7. Kumbe vichwa 7 hivi, elewa, ndivyo vile vichwa 7 ndio ile milima nini? Milima 7 ambapo ni wafalme 7 au aina za serikali. Kwa maana useme katika mstari wa 10 navyo ni wafalme 7, unapaswa kusomeka na hawa ni wafalme 7, 5 wameanguka. Kumbe hao ni wafalme 7, 5 wameanguka, asema malaika au wamekufa, mmoja yupo, wa 6 alikuwa akitawala wakati huo. Mwingine alikuwaje? Mwingine alikuwa aje na kuendelea kwa muda mfupi. Na wakati mnyama huyo alipotokea tena katika tabia yake ya umwagaji damu na mateso, ilipaswa kuwa chini ya aina ya 8 ya serikali. Anasema kwamba ambao ingeendelea mpaka mnyama huyo aende kwenye upotevu. Aina 7 za serikali ambazo zimekuweko katika miliki ya Kirumi kwa kawaida zimeorodheshwa kama ifuatavyo. Kumbe hizi ambazo tunazungumzwa zilikuwa ni aina ya tawala za Rumi. Kwa hiyo Ulaya anazungumza wazi ya kwamba hizi aina 7 za serikali ambazo zimekuwepo katika miliki ya Kirumi kwa kawaida zimeorodheshwa kama ifuatavyo. Kulikuwa na utawala wa kifalme, ubalozi, sawa, watawala 10, udikteta, watawala 3, ukaisari na upapa. Anasema kwamba Ulaya Smith, wafalme, mabalozi, watawala 10, madikteta na watawala 3 walikuwa wamepita katika siku za Yohana. Kumbe katika siku za Yohana hawa watawala wanazungumzwa hawa 5 walikuwa wamekwisha kupita. Anasema kwamba alikuwa akiishi chini ya mfumo wa ukaisaria. Tunafahamu kwamba Yohana alikuwa anaishi wakati wa nini? Wa utawala wa Kaisaria. Na ndipo hata Yesu pia alikuwa anaishi wakati wa utawala wa nini? Wa Kaisaria. Kwa mantikio Yohana alikuwa wakati wa nini? Wa utawala wa 6. System ya utawala wa 6 wa Rumi. Anasema kwamba mingine miwili ingetokea baada ya wakati wake. Kumbe mifumo ya utawala mingine miwili ingetokea baadaye. Kumbe anapozungumza kwenye Ufunuo 17, sawa, mstari ule wa 7 na kuendelea, anazungumza kuhusu mifumo ya utawala ambayo Rumi ilikuwa inaipitia. Ulaya Smith anazungumza kama ifuatavyo tena kwenye Daniel and Liberation ya ukurasa wa 659 paragrafu ya 3. Anasema kwamba moja ilikuwa tu kuendelea na nafasi fupi, na hivyo si kawaida kuhesabiwa kati ya vichwa, ili hali wa mwisho ambao kwa kawaida huitwa wa 7 kwa kweli ni wa 8, kichwa ambacho kilipaswa kulisi ukaisaria na kuendelea kwa muda mfupi, hakingeweza kuwa upapa. Sema kwa maana huo umeendelea muda mrefu zaidi kuliko wengine wote kuwekwa pamoja. Kwa hiyo tunaelewa kwamba kichwa cha upapa ni cha 8 na kwamba kichwa cha mwendelezo mfupi kiliingia kati ya ukaisaria na upapa. Kumbe yule anayezungumzwa kwamba alikuwa wa 7, wapendwa, aliingia katikati ya upapa na nini? Aliingia katikati ya upapa na ukaisaria. Nasema katika utimizo wa hili twasoma kwamba baada ya umbo la Kaisaria kukomeshwa, kulikuwa na mtawala ambaye kwa muda wa miaka 60 hivi alitawala Rumi chini ya cheo cha makaisari wa nje. Nasema hivyo tuna kiungo cha kuunganisha kati ya kichwa cha Kaisari na wakipapa. Awamu ya 3 ya mnyama aliyekuweko na hayuko na bado yuko ni mamlaka ya Kirumi chini ya utawala wa upapa. Hizo ndizo awamu 3. Na kwa mfumo huu
inapanda kutoka katika shimo la kuzimu au inaegemeza nguvu zake juu ya kisingizio kisicho na msingi, bali mchanganyiko wa makosa ya Kikristo na ushirikina wa kipagani. Nazungumzwa zile awamu tatu. Ni awamu tatu za nini? Ni awamu tatu za Kirumi. Alianza kama mpagani, Rumi ya kipagani, ikaja Rumi ya kidini. Tumeelewana? Kulikuwa na transition pale kwenye Rumi ya kidini, sawa? Rumi iliyostaarabika, sawa? Inafuata upapa. Kwa ni awamu tatu ambazo Rumi ilizipitia. Sasa watu walikuwa wanazungumza kwamba kuanzia ule mwaka wa 1922 baada ya upapa kuwa umepatiwa mamlaka, nafahamu ya kwamba mwaka 1929 Benito Mussolini alitoa nguvu pia kwa upapa. Kwa ile jilala upanga lililotendeka mwaka 1798 lilipopona, wataalamu wa unabii, rafiki zangu, kwa sababu tunajifunza wote pamoja, walianza kuhesabu hapo papa wa kwanza ili kusudi kufiti kitabu cha Ufunuo 17 mstari wa 11 mpaka 17. Na wanasema alipotangaza Benito Mussolini, papa aliyekuwa madarakani alikuwa ni Papa Pius wa 11 na alitawala kuanzia mwaka 1922 mpaka mwaka 1939. Na papa aliyekuwa anafuata ni Papa Pius wa 12, walitawala mwaka wa 1969 mpaka mwaka 1958. Mfalme wa pili. Mfalme wa tatu ni John wa 13 ambaye alitawala mwaka 1958 mpaka mwaka 1963. Mtawala wa nne ni Paulo wa sita, alitawala kuanzia mwaka 1963 mpaka mwaka 1978. Mtawala wa tano ambao ni John Paul alitawala mwaka 1978, ambaye alitawala kwa takribani siku 33. Siku 33 ambapo ni utawala wa tano. John Paul wa pili alitawala kuanzia mwaka 1978 mpaka 2005, ambapo huyu wanasema kwamba wakati wanazungumza kitabu cha Ufunuo, anasema kwamba ndiye alikuwa mtawala wa sita. Wa saba Benedikto wa 16, ambao huyu alitawala kwa muda mchache. Kwa hiyo wakawa wanafanisha kwamba sawa, Benedikto alitawala muda mchache, kwa hiyo atakaye kuja ndiye ambaye atakwenda kwenye uharibifu, na ambaye ni Francis. Na Francis sasa hayupo. Je, hakuna sheria ya Jumapili? Hakuna Laudato Si? Unabii umezima? Hapana, kwa sababu unabii ulikuwa unazungumza ulikuwa haufiti. Na unabii unaofiti ni ule unazungumza Ulaya Thnis. Kwa hiyo tunachokizungumza kuhusiana na habari ya upapa ni system na sio mtu. Hata Amerika, tunapozungumza Amerika tunazungumza kuhusu habari ya nini? Tunazungumza kuhusu habari ya Amerika na sio mtu. Japo mtu anaweza akatimiza kwa sababu yupo ndani ya system. Kwa mfano, leo movement za Trump tunavyoziona, ukitazama movement zake unaweza ukakonkulia kwamba Trump by any means anaweza akapitisha sheria ya Jumapili. Ikitokea Trump akaondoka, isiwe garantia watu kusema kwamba mlisema Trump atapitisha. No, tunachokiangalia ni kwamba je, unabii unazungumza nini? Tunapozungumza kuhusu habari ya unabii pia tunatakiwa kuona matukio jinsi yanavyokwenda. Hivyo unabii wa kwamba Francis alikuwa ni papa wa mwisho unakataa. Unabii ambao unakubali unabii wa Ulaya Smith. Je, ndio mwisho wa Laudato Si? Hapana, sio mwisho wa Laudato Si. Tunafahamu ya kwamba papa alitoa waraka wake 2015 alipoingia unahusu habari ya Laudato Si. Na waraka huu ulikuwa unaiandaa dunia kwa ajili ya siku ya kwanza ya juma kuwa kama Sabato. Laudato Si iko mezani tayari. Haujafika mwisho wake bado, kwa sababu upapa ni system. Bado system itaendelea. Kwa sababu aliye nyuma na upapa ni shetani, bado mipango itaendelea.
na hatujui mipango yao imefikia wapi. Tunachofahamu ni kwamba Yesu Kristo karibu atarejea. Kwa hiyo Laudato Si bado system yao itaendelea, kwa sababu huyu alikuwa ni sehemu ya system. Bado mipango ya Laudato Si itaendelea. Swali nyingine, je, sheria ya Jumapili sasa ndiyo mwisho? Kwa sababu ndiye Papa ambaye alikuwa anaipeleka dunia kabisa mbio kwenye sheria ya Jumapili. Tunaona pia alikuwa anagusana moja kwa moja na Marekani, na ndiye Papa wa kwanza kuhutubia Congress. Je, kwa kuwa hayupo leo, je, sheria ya Jumapili hapana, haipo? Unabii hauzungumzi hivyo. Sheria ya Jumapili bado ipo na ipo mlangoni. Lazima watu wa Mungu wajifunze, lazima watu wa Mungu waamini unabii. Kabla ya kufa Jumapili, tunafahamu J.D. Vance ambao ni mwakilishi wa mnyama wa pili wa Ufunuo. Tunafahamu kuna wanyama wa pili wa Ufunuo sura 13. Kuna yule mnyama anayetokea baharini ambao ni upapa, na mnyama anayetokea nchi kavu ambao ni Marekani. Jumapili walikutana kabla ya kifo chake. Lakini pia why kufa kwenye Easter Monday? Tunafahamu ya kwamba Easter sio sherehe ya Biblia, lakini why on Easter Monday? Yesu alikufa kwenye Pasaka halisi. Huyu amekufa kwenye Easter ambayo sio Pasaka halisi. Tutagundua ya kwamba maswali ni mengi sana, ila ajue Baba mbinguni. Utakuwa sio mwisho wa nini huu? Utakuwa sio mwisho wa sheria ya Jumapili. Bado movement iko mezani, itaendelea. Mtazame J.D. Vance alipofika kwa Papa. Alijua vipi? Utagundua kwamba kuna maswali ambayo yako mengi ndani ya box. Kweli ni kwamba sheria ya Jumapili iko. Tazama J.D. Vance. Hatuna muda mrefu Sunday Law itapitishwa. Mpendwa, napaswa nikusihi ya kwamba unabii haukosei. Sisi ndio tunakosea. Kwa hiyo unabii kama umezungumza ya kwamba sheria ya Jumapili itapitishwa, hakuna kitakachozuia Jumapili kupitishwa. Na hii movement tunaiona kwenye Heritage Foundation, mipango yao ya kumpatia nguvu Trump tunaiona. Heritage Foundation wanasema kwamba ndani ya waraka wao wa Project 2025 kuna sheria ya kupumzika, sheria ya Jumapili. Tunafahamu, na Trump amesema, ili ni kwenye gazeti, amezungumza wazi ya kwamba anahitaji alete dini zaidi ya Amerika. Si bahati mbaya, unabii unatimia kwa kasi sana. Lakini Papa amekufa, akina Kevin Robert bado wapo. Movement ya Sunday Law Marekani itaendelea, kwa sababu system ndio inaongoza, si mtu. Kwa hiyo mtu akiingia kwenye system, yeye ndiye anaongoza na system. Francis alikuwa haongozi, system ndiyo ilikuwa inaongoza. Nabii wa Mungu anazungumza wazi kitabu cha Pambano kwa ukurasa wa 578 ya kwamba neno la Mungu linafundisha kwamba matukio hayo, yani kuikandamiza Sabato, yatarudiwa wakati ule wa Katoliki, wa Roma na wa Protestanti watakapoungana kwa lengo la kuitunza na kuitukuza Jumapili. Matukio haya yatarudiwa tena kama ilivyokuwa mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Tena yatarudiwa tena. Shule kwa Kanisa, gombo la 7, ukurasa wa 141. Ellen anasema kwamba dunia hii karibu sana imefikia mahali ambapo Mungu atamruhusu yule mharibu kufanya mapenzi yake juu yake. Kule kuziweka sheria za wanadamu mahali pa sheria ya Mungu, kule kuitukuza Jumapili kwa amri za kibinadamu tu badala ya Sabato ile ya Biblia, ndiyo tendo la mwisho katika mfululizo wa matukio haya. Tendo hilo la kubadilisha siku ya ibada litakapoenea ulimwenguni kote, hapo ndipo Mungu atakapojidhihirisha mwenyewe.
Atasimama katika utukufu wake wa kifalme kuitetemesha sana hii nchi. Atatoka mahali pake kuja kuwaadhibu wakazi wa dunia hii kwa ajili ya maovu yao, na nchi itafunua damu yake, wala haitawafunika tena hao waliouawa. Sheria ya Jumapili ndiyo tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio yote. Once Jumapili itakapotangazwa, itakuwa too late kwa Adventista wa Sabato. Too late kwa Scoffers, too late kwa ambao nasema kwamba mnafanya time setting, too late. Too late kwa kila mtu ambaye hajajiandaa, too late kwa kanisa la Mungu. Levin Hillard ya tarehe 19 1908, nabii wa Mungu anasema kwamba matukio ya ajabu yataonekana duniani hivi karibuni. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Wakati wa taabu karibu utawajia watu wa Mungu. Wakati huo ndipo amri itatolewa ikiwakataza wale wanaoshika Sabato ya Bwana wasinunue wala wasiuze. Amri inakuja na kuwatiisha ya kwamba wataadhibiwa na hata kuuawa kama hawataitunza siku ya kwanza ya Jumapili kama Sabato. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Mfano wake haukuwako tangu lilipoanza kwako taifa hata wakati huu. Kwa hiyo wapendwa, matukio ya ajabu sana yataonekana hivi punde. Pambano Kuu kurasa wa 573, nabii wa Mungu anasema kwamba Waprotestanti wanafungua mlango kwa upapa katika Amerika ya Kiprotestanti ili kushika tena hatamu zake za utawala ambazo umezipoteza katika ulimwengu ule wa zamani. Nazungumzia kuanzia mwaka wa 1538 mpaka mwaka 1798. Mateso ambayo walipitia watu wa Mungu yatarudiwa tena, mauaji yatarudiwa tena, vifungo vitarudiwa tena. Lakini wakati huu Mikaeli atasimama, na kila mmoja ambaye jina lake limeandikwa kwenye kitabu kile ataokolewa. Lakini wale ambao majina yao hayajaandikwa, wapendwa, hawawezi kuokolewa. Hawataokolewa. Kwa nini? Mambo mawili. Utakatifu wa Jumapili, umizimu, ndicho kitu ambacho kinajenga system ya uongo. Kwa mfano, wanadai kwamba baada ya papa kufa ameenda mbinguni. Je, hili ni fundisho la Biblia? Anachokifanya shetani ni kwamba ni kuwatazamisha watu, ulimwengu, kwenye hii nguvu ya upapa, ili kusudi mipango yote itakapokamilika wampokee huyu mwana wa kuasi. Sema Papa Francis, Catholic Vatican, Papa Francis anasema kwamba heaven welcomes Papa Francis. Eti mbingu zimempokea Papa Francis. Anayefahamu ya kwamba mtu anakwenda mbinguni wakati huu ni nani? Ni mafundisho ya Kikatoliki. Biblia, mtu akifa usingizi, baadaye anasubiri hukumu. Je, hukumu yake imeshapita? Bado. Kwanza hawajamwaga, hawatubu. Ni ngumu kulingana na viapo vyao, ni ngumu kutubu. Je, nabii wa Mungu anazungumza kwa mafundisho mawili makuu. Shetani anapanga kuwaswaga watu kwenye treni inayoelekea kuzimu. Pambano Kuu kurasa wa 588 anasema kwamba Waprotestanti wa Marekani watakuwa mstari wa mbele katika kuinyosha mikono yao juu ya guba ili kushika mkono ule wa imani ya mizimu. Kisha watanyosha juu ya shimo kubwa lenye kilindi kirefu kushikana mikono na mamlaka ile ya Roma. Hapo ndipo chini ya uongozi wa muungano huo wa utatu, yani Uprotestanti, umizimu na Ukatoliki, nchi hii ya Marekani itafuata katika nyayo za Roma kwa kuikanyaga chini miguu yake haki ya mtu ya kuamini kama dhamiri yake inavyo. Kwa watu watazuiwa kuabudu wanavyotaka. Itakuwa ni ibada ya lazima.
fundisho la mizimu pamoja na fundisho la utakatifu wa Jumapili. Nabii Ellen White aliona treni iliyokuwa kienda kwa kasi sana. Treni hii ukisoma ile chapter ya mizimu ya L. Writings, maandiko ya awali, nazungumza wazi kwamba hii treni ni fundisho la mizimu inawaswaga watu jehanamu. Maandiko ya awali nasema kwamba Ellen White 263 paragrafu ya kwanza na ya pili, niliona jinsi udanganyifu huu ulivyokuwa ukienea kwa kasi. Umizimu. Leo wanasema kwamba amekufa, yuko wapi? Mbinguni. Umizimu. Nilioneshwa gari moshi lenye mabehewa likienda kwa kasi ya umeme. Malaika aliniamuru nitazame kwa makini. Nilikaza macho kwenye gari moshi. Ilionekana kuwa ulimwengu wote ulikuwa umechukuliwa. Kisha akanionyesha kondakta alionekana kama mtu muungwana na mwema ambaye abiria wote walimtumaini na kumheshimu sana. Nilijawa na wasiwasi na kumuuliza malaika aliyekuwa akiniongoza, huyu ni nani? Akajibu akasema, ni Shetani. Ni kondakta katika umbo la malaika wa nuru, anauteka ulimwengu. Wamedanganywa katika udanganyifu mkuu na kuamini uongo ili waangamizwe. Wakala wake aliyemfuata kwa cheo ni dereva, na mawakala wake wengine amewaajiri katika ofisi mbalimbali kama apendavyo yeye, na wote wanaenda katika uangamivu wa kasi ya umeme. Kumbe wote ambao wanaamini mafundisho haya ya umizimu wanakwenda kwenye uangamivu kwa kasi ya umeme. Nabii alipotazama aliumia sana, akasema, hivi ni kweli kwamba ulimwengu wote unakwenda kwenye uangamivu? Lakini akasema, no, bado kuna kundi ambalo wao wana imani ya Biblia pamoja na roho ya unabii. Ile kundi kamwe haliwezi kukubali mafundisho mizimu na Jumapili. Si wengine ni Waadventista wa Sabato, na sio wote wapendwa, maana Waadventista wa Sabato sio wote ambao watahusika kwenye kazi ya mwisho. Ni wale waaminifu ambao wanajinyenyekesha. Tunaposema Waadventista wa Sabato, wapendwa, tusije tukabweteka tukazani kwamba kuitwa Mwadventista ni tiketi. Hapana, bado tuna kazi ya kufanya. Anasema nabii wa Mungu kwamba nilimuuliza malaika iwapo hapakuwa na aliyesalia. Akaniambia nitazame upande mwingine. Niliona kundi dogo likisafiri kupitia njia nyembamba. Wote walionekana wakiwa wameungana katika ukweli. Yaani walikuwa wameungana kwenye ukweli. Yaani wote ambao leo hii wanatetea kweli wapo kwenye ukweli, si madanganyo ya Shetani. Hao ndio ambao hawatakumbwa na haya mambo mawili. Unaweza ukapona kwenye umizimu, ukaswaga kwenye sheria ya Jumapili. Nabii anasema kwamba wote walionekana wakiwa wameungana katika ukweli, wakiwa wamefungamanishwa imara kwa ukweli imara. Kundi hili dogo walionekana kudhoofika kama waliopita katika majaribu na vita vikali, na ilionekana kwamba jua lilikuwa limewazukia kutoka nyuma ya wingu na kuangaza nyuso zao, kuwafanya waonekane washindi kama ambavyo ushindi wao ulikuwa karibu. Kundi hili, na mpendwa, si kundi jingine, kundi ambalo linafuata ukweli. Na unafahamu ya kwamba Mungu anazungumza wazi kwenye Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Na kama hatutumii muda mwingi kwenye maandiko matakatifu, tusitegemee kusimama kwenye ukweli. Ukweli sio kuongea, ukweli ni kutenda. Je, yale yote unayofahamu kwa ni kweli unayafanya, unayatenda? Kwa sababu Mungu wa mbinguni hatatuhukumu kwa sababu ya kweli ambazo tunazo, atatuhukumu kwa sababu kweli tulizokuwa nazo hatukuzitenda. Ndiyo Mungu atachopima. Kweli ambazo unazo, je, unazifanya? Mungu atusaidie sana. Shetani kama kondakta anaswaga ulimwengu wote kwenda kwenye uharibifu. Je, mpendwa, pia nawe utaungana kwenye treni ya Shetani? Utaungana kwenye treni ya Shetani? Nakupendekezea umtafute Kristo maadamu anapatikana. Wakati huu
sio wakati wa kawaida. Wanaosema kwamba no Laudato Si kwa sababu popo amekufa, no Sunday wakati wamekufa, na wapa pole sana. Pole. Someni tena maandiko. Waliokuwa wakisema kwamba huyu ni papa wa mwisho, Biblia inakataa. Uria nakataa. Kwa kweli movement yake ilikuwa inaonesha wazi ya kwamba ana movement ya Jumapili. Kwa sababu ni system, bado system itaendelea. Mungu atubariki. Kama kuna makosa ikosewa, tunasahihisha na kusonga mbele, sababu ni wanafunzi wa Biblia. Kama mwanafunzi si anapatia vyote, kuna wakati anaweza akakosea, lakini bado tunatiwa nguvu na neno la unabii. Itatimia hakika. Sherehe Jumapili ipo karibu. No retreat, no surrender. Mapambano bado yanaendelea. Nikutie moyo, songa mbele rafiki. Kristo yu karibu. Tumombe Mungu atusaidie sana tunapoitisha somo hili. Imani yangu ni kwamba maswali ambayo watu wanakijiuliza sasa yamejibiwa. Mungu atusaidie sana. Karibu tunapoitisha somo hili, lakini jiandae, Yesu anakuja tena. Asante Baba kwa kutupatia wakati tena kujifunza kweli zako. Tumetazama ya kwamba Mungu wewe unabii wako ni amina hakika. Tusaidie kutembea katika nabii. Tuna imani ya kwamba sheria ya Jumapili kwa sababu umesema itapitishwa. Na tusaidie kujiandaa kwa sababu itakapopitishwa, kama itatokea mtu hakujiandaa, mwisho hawezi kujiandaa wakati wa taabu. Maandalizi ni sasa. Wakati wa taabu ni wakati wa kuonesha umeamini wapi. Wakati huu ni wakati wa kujiandaa na marejeo yako. Tusaidie Jehova, msaidie mtazamaji, msaidie msikilizaji, lakini endelea kuweka ulinzi usiokoma katika maisha yetu. Kwa sababu hizi kweli wakati mwingine hazipendwi na watu. Tulinde Jehova, hatuwezi kujilinda wenyewe. Tusaidie Jehova kila wakati tutembee katika njia. Lakini tusaidie kushinda dhambi. Tusiwakubali wengine tukawakataliwa. Imani yangu ni kwamba umesikia maombi haya, utatusaidia. Amen. Mungu atubariki sana na tujiandae na ujio wa Kristo. Maana Yesu yuaja tena.